Na kusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Habari za wakati huu tena rafiki msikilizaji na mtazamaji wewe ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri, kipindi cha Darasa Huru, kipindi ambacho tunajifunza mambo mbalimbali. Siku ya kwanza ya juma hili la maombi ya vijana tuliangazia na tulitazama namna ambavyo safari za wanandoa vile ambavyo zinaanza mpaka miaka kadha ikitimia, lakini leo itakuwa ni siku ya tofauti kwa sababu ndani ya Darasa Huru tutakwenda kujadili jambo kwa pamoja, jambo ambalo limekuwa kizungumkuti katika jamii ya Watanzania. Vijana wengi wamejikuta wamekuwa na maswali mengi ambayo yamekosa majibu sahihi katika mada hii. Na hii leo ndani ya Darasa Huru tutaangazia ni kwa nini kuna ugumu kwa mwanamke aliyepata mtoto kabla ya ndoa kuolewa. Ni kwa nini kuna ugumu kwa mwanamke aliyepata mtoto kabla ya ndoa kuolewa? Nini hasa ambacho kinasababisha mwanamke ambaye alipata mtoto kabla ya ndoa kupata mwenzi wa maisha? Sababu ni zipi? Basi ungana pamoja nami ndani ya Darasa Huru hii leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko na wageni wangu hapa studio, ambapo nipo naye dada Caroline Carlos, lakini pia bila kumsahau dada Zawadi Musombwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nimewatambulisha hivyo, lakini wao Waswahili wao wanasema mkubwa huwa atambulishwi. Karibuni tufahamiane zaidi. Nianze na dada Zawadi. Kama nilivyotambulishwa, kwa majina naitwa dada Zawadi Msombwa, ni binti wa Kiadventista, sijaolewa. Shika hiyo, binti wa Kiadventista, bado jimbo liko wazi. Dada Carol. Kama nilivyotambulishwa, kwa majina naitwa dada Caroline Carlos, ni binti wa Kiadventista, pia sijaolewa. Jambo hili limekuwa gumzo sana kwenye jamii yetu ya Tanzania, lakini tusi tu huko nje, hata ndani ya kanisa, kwa sababu tunajifunza namna ya kuwaendea wengine. Basi ni lazima tuangazie changamoto kubwa ni nini. Nini hasa ambacho huwa kinasababisha mwanamke ambaye amepata mtoto kabla ya ndoa kuolewa? Imekuwa ni ngumu sana katika jamii yetu. Mitazamo ya wanajamii poje hasa kuhusiana na swala hili? Nianze na dada Caroline. Okay, asante. Katika jamii, kwa mwanamke ambaye amepata mtoto inakuwa ni changamoto katika nafasi ya kwenda kuolewa ama kupata mwenza. Hii inakuwa ni changamoto kwenye jamii, kwamba yule mwanamke ambaye ameshazaa anaonekana kwenye jamii kama binti ambaye hajithamini, hajiheshimu. Kwa hiyo inamchukulia katika nafasi hiyo na kumuona kama hana thamani. Hata kama ikitokea amepata mwenza, ataonekana ni binti ambaye sio sahihi. Zawadi, unadhani mtizamo huu ambao umekuwepo katika jamii unasababishwa na nini zaidi? Ninaweza nikasema kwamba mtazamo huo unatokana na baadhi ya watu kuogopa mgogoro wa kifamilia. Kwa namna gani? Yule binti ambaye ameshazaa au amepata mtoto kabla ya kuolewa, huenda alipitia changamoto kadhaa huko nyuma katika maisha yake yakampelekea yeye kupata mtoto. Haikuwa matarajio yake kupata mtoto, lakini katika migogoro aliyopitia aidha ya kifamilia au ya kifedha ikampelekea yeye kupata mtoto. Kwa maana hiyo inampa ugumu yule mtu mwingine ambaye anahitaji kuwa naye au anayemuona kwamba anafaa kuwa naye kama mwenza wa maisha, anahofia ile migogoro huenda ikajirudia hapo baadaye. Haya, sasa turejee katika mada tajwa. Inasemekana kuna ugumu ambao unapelekea huyu mtu ambaye tayari amepata mtoto kushindwa kuingia katika ndoa kirahisi. Swali ni kwamba je, ugumu huu kweli upo kama ambavyo jamii inazungumza? Dada Caroline. Ndio, katika jamii huo ugumu upo. Ni kama tunavyosema kwamba kwanza, kitu cha kwanza kama tulivyosema kwenye jamii, jinsi anavyochukuliwa yule mwanamke ambaye tayari ameshapata mtoto. Pia kwa yule mwanaume ambaye yupo tayari anahitaji kumwoa yule binti, si ndio? Lakini pindi tu atakapokuja kugundua kwamba yule mwanamke tayari ana mtoto, anashindwa, kwa sababu anaamini kwamba huyu mwanamke kipindi ambapo nitakapokuwa nikiishi naye ama nimechukua maamuzi ya kumwoa kuwa kama mke,
anaweza akawa na mawasiliano mengine na yule mwanaume ambaye ameshazaa naye, ambaye kwa lugha nyingine tunaweza tukasema anaitwa baby daddy. So inakuwa ni ngumu sana. Kwa mtu mwingine anakuwa na zile secured ambazo maybe naweza nikaa na huyu mwanamke, lakini baadaye atahitaji kuwasiliana na yule mwanaume ambaye tayari ameshazaa naye. Kwa mtu anakuwa anashindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya changamoto kama hiyo. Pia ninaweza nikasema changamoto nyingine ni kukwepa majukumu. Wanaume wengi siku hizi wamekuwa ni wavivu, yani wanakwepa majukumu. Kwa hiyo akifikiria mimi naenda kumuoa huyo binti, tayari ana mtoto, tayari nitakuwa nina majukumu mengi ambayo natakiwa niyafanye. Kwanza tayari nikishamiliki yule mwanamke kama mke wangu, lazima yule mtoto itakuwa pia ni jukumu langu. Kwa hiyo vitu kama hivyo anakuwa na avoid, akiogopa majukumu kwamba atakuwa na mzigo mkubwa, atakuwa nini. Changamoto kama hizo ni nyingi ambazo wanakutana nazo. Inakuwa ni ngumu kupata mwenzi wa maisha baada ya mwanamke kupata mtoto kabla ya ndoa. Zawadi, umesikia Carol akizungumza kwamba moja ni pamoja na kuhisi ya kwamba yale mawasiliano yanaweza kawa yanaendelea, lakini pia jambo la pili amezungumza kwamba wanaume sasa hivi wanakwepa majukumu. Kwako wewe hii ikoje? Sipo mbali na dada Carol kwa alichokiongea, lakini naweza nikasema inakuwa ni changamoto kwa wakati mwingine kwa binti huyu kupata mwenza wa maisha kwa sababu tunaweza tukasema dharau. Kuna namna fulani mwanaume huyu anaogopa atadharaulika katika jamii, kwamba inakuwaje anakubali kuoa mwanamke ambaye tayari ako na mtoto. Ni kitu ambacho jamii wanakichukulia in negative way, lakini tunarudi pale pale kukubali kwamba binti huyu kuna changamoto ambazo zilimpelekea yeye akapata mtoto kabla ya ndoa. Kwa hiyo tusichukulie ule udhaifu uliotokea kwa wakati wa nyuma kwamba ni kosa lolote tena tukachukulia kumhukumu asipate mwenza wa maisha, lakini yuko katika umri wa kupata mwenza wa maisha. Kwa hiyo jamii inapoona binti huyu yuko tayari kwa ajili ya kupata mwenza wa maisha, au anapoonekana tayari yuko na mtu anategemea kuanzisha familia, basi wapewe baraka. Waswahili wanasema kutereza si kuanguka. Huenda ni kulingana na changamoto fulani ambayo iliwasababisha au ilimsababisha binti huyu kupata mtoto kabla ya kuingia katika ndoa. Unadhani au mnadhani ili mitazamo hii ambayo inazungumzwa ndani ya jamii yetu isiwepo, wao mabinti wana nafasi gani ya kufanya? Wao ambao wamepata watoto kabla ya ndoa, mnafikiria wafanye nini hasa hili kuua hii mitazamo ambayo jamii imekuwa ikiwatazama? Nianze na Carol. Asante. Mimi kwa upande wangu ninaweza kusema kwamba wasikate tamaa. Yaani wakajiona kwamba ni wapweke, jamii imewatenga, hawana nafasi tena, kwamba anaweza kujihisi amekosea. Lakini kuna watu wapo ambao ni wazuri, ambao anaweza akamkubali the way alivyo na akamfanya kuwa mke mwenza. Kwa cha msingi wasipoteze tumaini, waamini kwamba waendelee kusali, waendelee kufanya kazi kwa bidii kama alivyokuwa mwanzo anavyojiweka, hajiweke hivyo hivyo smart. So atapata mtu ambaye ni sahihi na atakayempenda the way alivyo. Dada Zawadi, unadhani huyu binti ana wajibu gani? Kwa sababu tunaona vijana wao wanasema tunaogopa kuoa wanawake ambao tayari wana watoto, ni kwa sababu ni kama ni sawa na wali uliolala. Yani wali uliolala ukiamua kurudisha jikoni ni chakula ambacho kinalika kwa baba wa mtoto. Wao wanasema hivyo. Unadhani hili kurejesha ile thamani ile ambayo binti anatakiwa kuwa nayo, huyo binti yeye kama yeye anapaswa kufanya nini? Kama jamii inamtazama hivi kwamba mwanamke mwanaume aliyezaa naye ni ngumu kuachana naye, unadhani binti huyu afanye nini hasa ili kuondokana na hii mentality? Cha kwanza kabisa, binti huyu anatakiwa ajiheshimu. Ajiheshimu katika nyanja zote za kimaisha. Asijiachie kwamba tayari nimeshazaa basi ngoja nijiachie kwa sababu mimi tayari nina mtoto wangu huyu. Hapana, utakuwa ujiheshimu. Lakini cha pili, ninaomba niongelee upande wa jamii. Jamii inatakiwa ielimishwe
kwamba hawa watu au hawa mabinti nao wana nafasi bado, hawaja, yani lile kosa lisichukuliwa kosa la kuadhibu. Nitarudi pale pale kwamba lile kosa lisichukuliwa kosa la kuadhibu, lakini bado wana nafasi nyingine ya kutengeneza. Sisi ni binadamu, tunaanguka na tunasimama. Yesu wetu bado anatupenda. Kwa hiyo kadri jinsi Yesu anavyotuonyesha upendo katika maisha yetu ya kila siku, basi na hao mabinti nao waonyeshe ule upendo ili wasiweze kwenda mbali na kanisa. Endapo watatengwa na jamii, watatengwa na kanisa, basi itafanywa wataondoka kanisani. Lakini endapo watashikiliwa na kukumbatiwa, basi watasimama kanisani. Rafiki wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, una nafasi ya kushiriki pamoja nasi katika mada tulionayo mezani hii leo. Unadhani ni kwa nini mwanamke aliyepata mtoto kabla ya ndoa ni ngumu kupata mwenzi wa maisha? Shiriki pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube, nasi tutazama kile ambacho umetuandikia. Kabla tujakamilisha na mjadala huu, natamani tuzungumze pia na rafiki yule ambaye anatufuatilia kutokea hapa Kanisa la Ushindi. Wewe unadhani ni kwa nini ni ngumu kwa mwanamke aliyepata mtoto kabla ya ndoa kupata mwenzi wa maisha? Basi karibu, shiriki pamoja nasi. Mike inapita hapo na kufikia ulipo, na shika mike alafu tuambie unafikiria nini sababu, ugumu huu unasababishwa na nini, ili kwa pamoja tuibadilishe jamii na kufanya kila jambo kuwa sawa, kila mmoja na haki ya kupata mwenzi wa maisha. Rafiki mshiriki wewe ambaye uko nasi, tafadhali, nimeona kuna mkono kwa Rebecca. Tuambie unafikiria, Jose tafadhali naomba peleka maiki kwa Rebecca. Tuambie unafikiri sababu hizi zinasababishwa nini, au ugumu unasababishwa na nini, na kipi kifanyike? Karibu. Asante sana. Ugumu ni kama wenzangu walivyosema, Karo na Zawadi, lakini hapo kwa kuongezea ni kwamba jamii inachangia kwa kiwango kikubwa sana kumkandamiza au kumshusha yule mwanamke ambaye amejifungua au amezaa kabla ya ndoa. Na nini kifanyike? Elimu itolewe, mashauri yatolewe kwa wazazi, kwa jamii yote inayotuzunguka. Kuna watu wanateleza zaidi ya hapo, lakini kwa sababu hilo ni kitu ambacho kimeonekana, kimedhihirika machoni kwa watu, basi tunawachukulia kwamba wenzetu ndio wamekosea sana kuliko makosa mengine. Kwa hiyo na wenyewe wameteleza kama tunapotelezaga. Hamna mtu ambaye amenyooka hajai kuteleza katika maisha. Kwa hiyo na wenyewe tuwabebe, tukae nao, tuzungumze nao, tuone ni kawaida. Na wewe kijana, mwanamke ambaye umepitia katika hiyo changamoto au umeteleza katika hiyo changamoto, ni wakati wako wa kudhihirisha katika jamii kwamba na wewe una nafasi na unaweza kutengeneza njia yako tena, tukakuona wa maana na ukasimama katika nafasi yako na ukaweza ukawa mtu wa yani tuweze kukutegemea katika kufanya maamuzi katika, yani hivyo, yani usikae tu kwamba kwa sababu nimezaa, nimeteleza, nimefanya nini kwamba sitaweza kufanya kitu chema. Kwa hiyo na wewe mwenyewe unavyojishusha, na sisi watu jamii tunakushusha. Ukijipandisha, ukijiweka kwenye nafasi nzuri, na sisi tutakuona kwamba unafaa na tunaweza tukakutumia kwa nafasi nzuri. Asante. Asante sana. Ukijishusha, asante. Nimeona mkono, kuna mama ambaye anatamani kushiriki pamoja nasi. Tueleze mama, unadhani sababu hii inasababishwa na nini na kipi kifanyike ili kuondoa hii dhana ambayo imekuwa kwa wanajamii wengi? Karibu, unajitambulisha, unaitwa nani, alafu moja kwa moja unashiriki katika mada tulionayo mezani leo. Mimi naitwa Dada Maria. Mimi niliweza kumuuliza kijana siku moja, nikamwambia, mbona kuna wadada wazuri wana watoto lakini unaweza kuoa, kwa sababu alikuwa na umri mkubwa. Akaniambia, wenye watoto mimi sioi. Nikamwambia, naomba unipe sababu kwa nini utaki. Akasema hao wanarudianaga na waume zao, yani hao waliozaa nao eti wanarudiana. Nikamwambia, mtu amejitunza, yani hana hata mpango, huyo mtoto alimtunza mwenyewe, anarudiana. Anasema wewe unasema tu, sisi si tunaona. Yani alikataa kabisa. Yani nimejaribu, lakini yeye anatetea kabisa hoja yake. Anasema hao wanaume wanarudi. Anasema nampeleka kwa babake au nafanya hivi. Yani alisema vitu vingi, niliogopa. Mimi sijui, lakini inaweza kuwa ni hofu zao. Sidhani kama, labda kuna wengine wanarudi lakini watakuwa wachache sana. Lakini aling'ang'ana kweli kusema wanarudi. Hao wanarudi, unaweza ukaolewa lakini unashangaa siku nyingine unakutana naye kumbe karudi kwa yule aliyezaa naye.
Kwa hiyo watu wanakuwa kama na hofu hiyo. Sasa sijui ni nini, ni kweli au sijajua. Kwa umri wako umeshuhudia mengi. Hili ambalo linazungumzwa lina ukweli kiasi gani, au unafikiri nini kifanyike sasa ili huyu binti ambaye alipata mtoto kabla ya ndoa, huenda kwa bahati mbaya, huenda kwa sababu 1, 2, 3, aweze kurejesha thamani yake hili alionayo kama alivyo mabinti wengine? Nimesikia kwa wenzangu ni hivyo hivyo kama walivyoongea wenzangu wote waliotoka kuongea, kwamba ni kujitunza tu na kuwa na kujiheshimu, na yeye kujitunza nafsi yake na muonekani wake, thamani yake. Kama ameamua nimeshazaa mtoto, basi nimemlea peke yangu, yaliyopita amepita, na asimame hivyo hivyo. Mbona wanapata tu watu? Mimi na rafiki zangu wengi kweli wana watoto lakini walikuja wakaolewa. Lakini labda kuna vitu vingine, labda wasiomjua Mungu, mimi sijui. Labda kweli wanafanyaga hiyo kurudi ndio inawafanya hao wengine, inawakatisha tamaa. Inawezekana ipo hiyo. Lazima kitu kinachosemwa kipo. Sijajua, lakini nimemwona Barrett Mapunda anacheka, labda yeye akawa na sababu. Tafadhali naomba mpelekee mic tuzungumze. Unafikiria ni kwa nini, mtazamaji wewe ambaye uko nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube, unadhani kwa nini mwanamke ambaye amepata mtoto kabla ya ndoa kuna ugumu kuolewa? Shiriki pamoja nasi kwa kutuandikia maoni yako katika upande wa YouTube, nasi tutafurahi kuona kile ambacho umetuandikia. Barrett, karibu sana. Kosa langu lilikuwa ni kucheka. Kwanza wakati nimeweka hii poster leo kwenye WhatsApp status yangu, Naam. Kwa kawaida huwa napata viewers 700 wa status. Lakini leo yaonekana waliitana wengi sana. Nikakuta nina viewers kama 1000 na kitu. Na wengi wamecomment, hasa watoto wa kiume wenzangu. Naam. Sasa mimi nitaiongea katika mitazamo kama mitatu. Kwanza nitaiongea katika mtazamo kama mtoto wa kiume ambaye niko kwenye umri ambao naweza nikaoa. Naam. Lakini pili nitaiongea kama kijana ambaye ni mcha Mungu. Alafu tatu nitaiongea kama vijana wa uswahilini au tunavyokuwa nje ya maeneo yetu ya kidini, tunavyoona haya mambo. Kwanza nikiri kusema mimi naungana na wadada waliokubali kupata watoto kabla ya ndoa kwa sababu moja, walikuwa na option ya kutoa, wakaamua kukeep. Kwa hiyo kwanza huo ni ujasiri, tunatakiwa tuwapongeze. Cha pili, kwa tamaduni zetu za Kiafrika, ili nioe kuna misukumo mingi nyuma. Hauanzi kwangu. Kuna wazazi wana nafasi, hata kama inaweza isiwe kubwa, lakini kuna sei ya wazazi ambayo ina nafasi kubwa. Lakini ukiachana tu na wazazi, kuna sababu za kijamii, eneo ambalo umezaliwa au umekuwa. Kwa mfano kwa mila za Kiafrika, mtu kupata mtoto kabla ya ndoa, anaonekana ni muhuni, anaonekana ajitunzi. Lakini sio kweli. Yawezekana hata wazazi wetu wanaokuambia hayo mambo walipata watoto wakawakataa au waliwatoa. That's number 1. Number 2, kuna ile notion tu vijana tumewekeana kwamba mzee hiyo ni moja bila babu. Kama kile ambacho mama anasema. Wanaume kibiblia tumeumbwa kumiliki. Ndio maana wadada watakubaliana na hichi kitu. Anaweza akaachana na mtu, lakini yule mtu hataki kumwacha. Yaani bado anataka aendelee kuwa kwenye umiliki wake. Kwa sababu kwa asili wanaume ni wafalme. Kwa hiyo wababa wengi ambao wamewapatia wanawake ambao wana watoto kabla ya ndoa, wana tend ya kurudi na kutafuta mamlaka pale wanapoona huyo dada amepata mtu ambaye yuko tayari kufanya naye maisha. Kwa hiyo huwa sasa wanarudi kwa kisingizio cha co-parenting, kwamba na mimi nataka kuwa na rights za mtoto wangu. Au wengine wanaweza wakaja wakakwambia sitaki mtoto wangu aende akalelewe na hilo kabila ambalo naenda kukulea. Lakini deep down ukiangalia, anachokitafuta yeye ni distraction. Sio kama ana nia halisi ya kuendelea kumlea mtoto wake. Kwa sababu kama angekuwa na nia halisi, asingemwacha huyo dada ambaye alipata mtoto before. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili.
Lakini kibiblia, na hili nitaongea sana kwa wadada ambao wamewahi kupata watoto. Tunamwamini Mungu. Mara nyingine tunatafuta majibu ya maswali ambayo hatuwezi kuyapata kwa wanadamu. Na Mungu ana tabia moja, akisamehe huwa anasahau. Nadhani watu wengi wanasahau hiyo part. Anasema matokeo ya dhambi haikufanyi wewe uendelee kuwa mdhambi. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapata watoto kabla, bado still they have a chance ya kurudi, ya kumwambia Mungu, Mshwagodi, hapa mimi nilizingua. Sina nielewa. Na jamii yote imeniona mimi ni mzinguaji, naendelea kunisakama. Nitendee wewe. Mungu hajawahi kushindwa, ila kuna namna tumeuchukua uwezo wa Mungu kama ni kitu fulani kidogo sana, kwamba Mungu hawezi kufanya hichi. Kama mama anavyosema, mimi nawafahamu watu ambao wengi wameoa watoto, wanawake ambao wana watoto, na they are very responsible kwa wale watoto. Kwa hiyo tukirudi kwenye upande, waendelee kusali na wasikubali kuukiri unyonge, kwa sababu kitendo cha wao kukipu huyo mtoto tayari waliamua kuwa majasiri. Kwa hiyo leo ukiniuliza mimi Barrett, naweza nikaoa mwanamke mwenye mtoto, ninaweza nikamuoa, lakini deep down nitaingia kwenye hiyo ndoa na precaution kubwa sana. Mtu pekee wa kuniaminisha kwamba niko safe kumuoa yeye pamoja na mtoto wake ni mwanamke husika, kwamba bwana, communication na huyu jamaa tumeiblock, kwa sababu kama yeye hata draw line, kuna mahali tu yule jamaa atarudi tena. Nikushukuru sana. Asante sana Barrett Mapunda. Kwa hiyo lazima mwanamke mwenyewe achore mstari kwamba bwana, kweli tulipata mtoto, lakini hii shughuli ishie hapa. Jamani, wapo marafiki ambao wameshiriki pamoja nasi katika ukurasa wetu wa YouTube. Yupo rafiki anaitwa The Trend Feeds, anasema watu wengi huwachukuliwa wanawake waliozaa kama wakosaji na wasiojiheshimu. Ni kama wanatoa hukumu ya moja kwa moja kwamba hawafai. Kitu kigumu ni kutokujali na kutokujua mahusiano vipi na baba wa mtoto wake. Haya, asante kwa ujumbe huo. Endelea kutuma ujumbe wako nami nitaendelea kuona hapa kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Ushindi SD Media. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi, yapi maoni yako katika mada husika tulionayo mezani ndani ya darasa huru hii leo. Tunazidi kusonga mbele katika juma la maombi la vijana. Hivi ndivyo ambavyo kanisa langu hufanya na tunasonga mbele. Tumesikia michango mbalimbali, mawazo mbalimbali, kila mmoja vile ambavyo anaelewa na kila mmoja vile ambavyo analichukulia swala hili. Tunaelekea kufikia tamati kwa kipindi hiki sehemu ya kwanza. Unadhani kifanyike nini sasa kama kumbe mwanamke mwenyewe ana jukumu la kuchora mstari ili, ulisema mwanzo nini, nini? Baby daddy. Baby daddy asirudi. Nini kifanyike, dada Zawadi, kwa dakika moja? Cha kwanza tunaweza tukasema mwanamke huyu au binti huyu au mama huyu mwenye mtoto amrudie Mungu kikamilifu. Amina. Bila Mungu hamna chochote anachoweza kufanya. Atatumia nguvu zake, uwezo wake kumkataza yule aliyepata naye mtoto asiwe karibu naye, lakini kama Mungu hajaingilia kati haitaweza kutokea. Kwa hiyo amrudie Mungu, aachane na yale yote, asimame katika mstari. Yote yanawezekana katika yeye nguvu. Amina sana. Dada Carol, kwa dakika moja, unadhani binti huyu ikiwa na wajibu nini afanye, lakini pia jamii nini ifanye ili kuondokana na huu mtazamo ambao tumeuzungumza leo? Sipo tofauti sana na Zawadi kwamba binti huyo anatakiwa awe ni mtu wa kusali pia, japokuwa tayari ana mtoto, asiweze kujichukia. Cha msingi ni kufanya kazi, kusali, na kama alivyosema mama yetu katika mchangiaji wa hii mada kwamba ujiweke smart ukiwa kama binti, yani sio kwamba kwa sababu tayari una mtoto unakuwa tayari umeshakata tamaa. So usikate tamaa, jiweke smart hivyo na umtangulize Mungu kwa kila jambo. Mimi niwashukuru sana kwa kuwa pamoja nami na niwakaribishe tena ndani ya darasa huru kwa wakati mwingine, lakini zipo zawadi ambazo nimeandaa kwa ajili yenu. Kwa dakika moja, dada Doreen, karibu tupatie zawadi kwa ajili ya wageni wangu na kuelekea kutamatisha kipindi hiki, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili
Taungana naye kaka Barrett Mapunda ambaye atakuja kutubariki kwa nyimbo mbili. Baada ya hapo mchungaji Metsela Masunga atasimama kuongea pamoja nasi katika kutano hili jioni ya leo. Asanteni sana. Waswahili wanasema kutereza si kuanguka. Ikiwa ulipata mtoto kabla ya ndoa, usikate tamaa. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yako wewe mdhambi. So huna sababu ya kujitia unyonge. Kikubwa chora mstari, mheshimu Mungu. Tena ikiwa mwanzo ulikosea, basi sasa hivi mheshimu Mungu, chora mstari na baba mtoto wako, alafu kila jambo linasonga mbele. Jamii ikikutazama tofauti, mwambie Yesu Kristo alitufia dhambi. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed.